Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mmoja amechangia vizuri na ndivyo inavyotakiwa. Unaposoma neno la Mungu kila mmoja anakufunulia mambo kwa namna yake ya kipekee. Kwa hiyo ni vizuri ushirikishe kile ambacho Mungu amekufunulia pale ambapo umefanya nini? Umesoma. Sasa kwenye hii Timotheo sura ya 2 hapa kuna mambo mengi ambayo Mungu ameagiza. Na haya mambo mengi yote sisi ndio tunatakiwa tuyafanye. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo Mungu ametuagiza kwa kila muamini ambaye anamwamini Mungu, kitu cha kwanza anasema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote. Sasa hapo ukiangalia ndio maana unakuta Mungu ameagiza kwamba kabla hujafanya jambo lolote lile ukumbuke kwamba kuna watu waombea. Sio wewe uniombee. Hapa akisema kabla ya mambo yote wewe unatakiwa uniombee. Amesema kabla ya mambo yote anataka dua. Hiyo dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Maana unaanza kuwapa kipaumbele wale watu ambao unawafahamu. Hapo ndo unakuta muda wa kuomba kwa ajili ya ndugu, unakuta muda wa kuomba kwa ajili ya wachungaji, unakuta muda wa kuomba kwa ajili ya mama wachungaji, unakuta muda wa kuomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa, unakuta muda wa kuomba kwa ajili ya kanisa, muda wa kuomba kwa ajili ya taifa, yani kuomba kwa ajili ya watu wote. Maaskari hao wote kuomba kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na hapa mbele anasema kwa ajili ya wafalme. Neno hilo kwa ajili ya nani? Wafalme. Alafu pale mbele anasema na wote wenye mamlaka. Watu wawili hao tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa anaposema kwa ajili ya wafalme anamaanisha ni wale ambao wamempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio nani? Wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba anasema nyinyi ni wafalme. Yesu ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yesu ni mfalme wa wafalme, au wafalme wenyewe ni hao ambao wamempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo anaposema wote wafalme na wote wenye mamlaka, maana pale kuna vitu viwili vimetenganishwa. Cha kwanza kuwaombea wale ambao wamempokea Yesu, ndio kipaumbele hapo. Tanguliza hao waliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama unawajua kwa majina, unapofanya maombi waombee, endelea kuwaombea. Baada ya hapo sasa unarudi na wote wenye mamlaka, maana ni wale waliopo juu kule katika mamlaka ya kiserikali ya kibinadamu. Sasa wale unawaombea nini? Wale waombei mambo yao yaendelee kuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wale ni wewe unapanga, unataka hii nchi labda ifanye nini, Mungu afanye nini katika hii nchi. Kwa hiyo ukishaenda mbele za Mungu kuomba, maana Mungu sasa anatoa nguvu ya yale maombi yako yanakwenda kwa wale ambao utakuta sasa wanafanya vitu sawa sawa na wewe ulivyoomba. Wewe usipoomba, maana shetani anaweza akawatumia wale, kwa sababu wana mamlaka. Shetani anaweza akawatumia wakaleta uharibifu ndani ya nchi. Lakini wewe ukiomba, Mungu atawatumia, wataleta neema ndani ya nchi. Kwa hiyo wao wamekaa pale kama wenye mamlaka, lakini wanasubiri kuongozwa, control. Aidha itoke kwa Mungu au itoke kwa nani? Itoke kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapa anasema na wote wenye mamlaka. Lengo kubwa sasa anasema tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Sasa unapofanya hivyo, anasema hilo ni zuri nalo linakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye anataka watu wote
watu wote waliookolewa na wasiookolewa wapate kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Watu wote wapate kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza katika Timotheo hapa ametuambia kuomba. Kabla mambo yote omba. Ndio unakuta kabla hatujaanza kula chakula tunafanya naomba. Kabla hatujaanza kwenda kulala tunafanya tunaomba. Asubuhi tunapoamka kabla ya mambo yote, si usafi na nini tunaanza kufanya nini? Kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni maagizo ambayo Mungu ameyatoa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ametuambia hapa kwenye mstari wa 8, anasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Pasipo hasira wala majadiliano. Anataka wanaume wafanye nini? Wasalishe. Hapa anapozungumzia wanaume, anataka wanaume wasalishe, ni maana yake anaposema anataka wanaume wasalishe, maana yake ni nini? Inapofika sehemu labda kanisani, kama yuko mume mchungaji au yuko mwanaume ni mchungaji, na pale kuna wanaume, anatakiwa mchungaji ndio asimame afanye nini? Asalishe. Kwa nini asalishe? Kwa sababu yeye ndio kiongozi, kuanzia kwenye ngazi ya familia mpaka ngazi ya hiyo ya utumishi. Ndio maana anasema nataka wanaume wasalishe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mbele anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Mbona mambo hapa ambayo anasema wanawake wanatakiwa wayafanye? Anasema maagizo, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Mavazi ya nini? Ya kujisitiri. Anapozungumzia mavazi, anamaanisha kwamba mavazi ndio kitu pekee kinachoweza kumtambulisha nani? Mtu. Kwa mfano watoto wadogo wanaoenda shuleni, kinachowatambulisha wao ni wanafunzi ni nini? Mavazi. Wamevaa mavazi yanayofanana, labda ni shati jeupe, kaptula ya blue, au wale wa sekondari wanavaa shati jeupe, sio na suruali la kaki na nini, sketi sio na kuta. Mavazi ni utambulisho. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa atambulike katika kujisitiri katika kila eneo, sio kujiachia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana unakuta humu anasema mambo yote ameyatamka. Kuna mavazi ya kichangudoa, kuna mavazi sio na nini, yote yametajwa kwenye Biblia. Hata ukienda kwa mfano, ukienda usiku kuwaona wale watu wadada ambao shetani anaendelea kuwatesa, wale ambao wanajiuza, mavazi yao hawavai mavazi ya kujisitiri, si ndio hivyo? Wanavaa mavazi yatakayokuwa, yani mavazi ya kiaibu, ambayo yatakayoweza kuwateka wapumbavu waende kwenye ile aibu wakashiriki pamoja nao. Kwa hiyo mavazi inamaanisha ni utambulisho. Ndio maana unakuta hata askari polisi yuko barabarani, anajulikana yeye ni askari kama amevaa nini? Mavazi. Asipovaa mavazi watu hawawezi wakafanya wakamheshimu. Mtu akisimamisha gari hapo barabarani, kama hana mavazi ya polisi, mtu anaweza kufanya akampita tu. Lakini kama amevaa mavazi ya kipolisi, mtu atafanya nini? Atasimama. Sio kwamba anamheshimu yule mtu, bali anaheshimu yale mavazi, anaheshimu ule utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanawake ameagiza hapa. Na sijui kwa nini ameagiza kwa wanawake. Maana yake kama uharibifu unatokea kwa wanawake. Shetani anawadanganya wanawake, ukivaa hivi unaweza kupendeza, kumbe wanajiharibia. Kwa hiyo anataka wanawake wavae mavazi ya kujisitiri, na lakini pia pamoja na adabu nzuri. Adabu nini? Nzuri. Na moyo wa kiasi.
Hapa anasema si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu, wala lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Si kwa kusuka nywele. Hakatazi kusuka nywele hapa, lakini kwamba uwe sifa yako isiwepo kwenye nywele. Yaani usitambe kwa sababu una nywele nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia anasema kusuka nywele suka, lakini usizitegemee hizo. Na anaendelea tena anasema wala sio kwa dhahabu na lulu. Hayo madhahabu na nini vaa, lakini akili yako isiwepo hapo. Unajua kuna wengine wanafanya vitu ili watu wengine wawaone. Anavaa madhahabu na nini ili, na anaweza kufunga safari isiyokuwa na msingi ili tu kwamba aende kule akaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo vitu Mungu ndo hataki. Wakati huo unafikiria kujionyesha hivyo, afadhali uende mbele za Mungu kajionyeshe, na ukajichuje pale matendo yako, majibu yako, mienendo wako na nini. Jichuje mbele za Mungu akuone, je, unafaa? Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea tena anasema wala kwa nguo za thamani. Hamaanishi usivae nguo za thamani, lakini vaa nguo za thamani zenye kujisitiri, ila kipaumbele chako kisiwe nini? Nguo za thamani. Kipaumbele chako kiwe Mungu. Uwe mchaji wa Mungu, mtu anayemcha Mungu. Na kwa nini Mungu anataka wewe umche sana yeye? Kwa sababu anajua shetani mara nyingi anapitia kwa wanawake kuwadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hajawahi kumdanganya mwanaume hata mara moja, na shetani hawezi mpaka dunia itaisha, hawezi kumdanganya mwanaume. Bwana asifiwe. Afanye nini? Hawezi. Ndio maana Mungu hapa juu alisema simti mwanamke nafasi ya kufanya nini? Ya kufundisha, kwa sababu wakati unafundisha shetani anaweza akakudanganya, ukaanza kusema mambo ya shetani badala ya mambo ya nani? Ila mwanaume hajawahi kudanganywa na shetani, na shetani hana uwezo wa kumdanganya mwanaume kwa sehemu yoyote ile. Na mwanaume yoyote duniani hadanganyi, ila mwanaume huwa anakubali kuamua kupotoka kwa makusudi, sio kudanganya. Anajuaga kabisa kwamba hichi tunachoambiwa hapa ni uongo. Kwa hiyo yeye anaweza akaamua akafanya au asifanye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mnaona hata kule mwanzo shetani alipotaka kuharibu ndoa ya Adamu na Hawa na kuharibu mamlaka na kumnyang'anya, hakupitia kwa Adamu. Alipitia kwa nani? Kwa Hawa. Alipopitia kwa Hawa, alijua kabisa kwamba Hawa nikienda huyu ataweza kumshawishi mume wake. Ndio maana hata Hawa alipokula lile tunda hakuna madhara yote aliyotokea. Alipochukua lile tunda kumpelekea Adamu, Adamu alijua kabisa kwamba hiki ndio kitu ambacho tulifanya nini? Tulikatazwa. Akamuuliza mke wake, umepata wapi? Anasema ameniambia shetani nimekula, lakini sijaona nini? Madhara yote. Na alijua kabisa Adamu kwamba mke wake afanya nini? Amedanganya. Sasa na yeye akaamua kuchukua kula kwa makusudi, sio kwa kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, hapa anamaanisha wakati wako wanaume wengine ndani ya kanisa, mwanamke ndio haruhusiwi kufundisha. Mwanamke, mkumbuke kuna utofauti, kuna mwanamke na kuna mama mchungaji, ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ni yule aliyeolewa hata haruhusiwi kumfundisha mwanaume yoyote yule. Bwana asifiwe. Lakini jambo jingine hapa anasema mwanamke anatakiwa awe na matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Mwanamke anatakiwa awe na utulivu, awe mtii kwa kila namna. Na hapa anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu.
kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa ila Hawa alidanganywa. Mbona sababu hiyo ya kumfanya mwanamke asifundishe katika makundi la wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Hili swali ili hata ukienda kumuuliza mtu mwingine unakuta kidogo anaweza kababaika jinsi ya kujibu, kwa sababu na dunia yenyewe jinsi ilivyo sasa hivi. Tunaona kuna wachungaji wengi wa kike wametokeza wengi kweli. Lakini hili si iko kwenye Biblia. Mtu anaweza kushindwa kuijibu vizuri. Lakini ukweli ni kwamba wanawake wanadanganywa. Kuna mama mmoja sitomtaja jina, ni mchungaji, amewafundisha wanawake kutokuwafulia waume zao nguo. Yale mafundisho ndani ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si ana kundi kubwa kwa analifundisha. Kuna watu wengi wanamtegemea kama nani? Mchungaji. Lakini amewafundisha wanawake wasiwafulie waume zao nguo. Unaona ni vitu ambavyo shetani sasa ameingia. Ndio haya mambo ambayo Mungu anakataza. Na amefanya hivyo maana yake yani hii unaona kabisa ni moja kwa moja ni mafundisho ya shetani. Amemfunulia shetani amwambie hivyo. Sasa pale anachokitaka ni nini? Anataka usawa. Yani mwanamke na mwanaume wote wawe nini? Sawa. Ni kitu ambacho shetani ndo anakitaka, lakini haitokuja kuwezekana na haitotokea mpaka dunia itaishi. Mwanamke na mwanaume kuwa sawa. Kiburi, mwanamke kuwa na kiburi. Iko ni kiburi tunaita. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu anasema hapa, anasema wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa. Cha kwanza. Cha pili, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na mwanamke baadaye. Cha tatu, Adamu ndiye anayemtawala nani? Mwanamke, sio mwanamke ndiye anayemtawala nani? Adamu. Kwa hiyo mtawala ndiye anayetakiwa afundishe ili mtawaliwa asikie nini kinachotoka kwa mtawala. Sababu anaanza Mungu, anafuata Yesu, anakuja mwanaume na anakuja mwanamke. Sasa akianza Mungu akifuata Yesu afu kamtoa mwanaume akafika mwanamke, tayari umeshaharibu mpangilio mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa ila Hawa ndiye aliyedanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Kwa hiyo tunaona mambo haya matatu hapa tumeyaona. Jambo la kwanza ni maombi. Jambo la pili, mwanaume ndio ameruhusiwa afundishe. Jambo la tatu, wanawake kwenye mambo ya mapambo na mavazi. Mapambo, anataka mapambo ya ndani. Roho ya upole, roho ya kiasi, roho ya upendo, roho ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi manake ni kukubaliana na hali iliyopo wakati huo kwenye maisha. Labda utakuwa na mume wako, mko nyumbani, mume wako akisema sasa hivi hela hatuna. Kiasi manake inakubali ile hali. Alafu mwanamke sasa unatakiwa, kwa sababu wewe ni msaidizi, unatakiwa uende ukapige magoti kuomba Mungu hiyo, ili kile ambacho mume wako amesema hakipo kiwepo, ili mambo mengine yaendelee. Lakini kuna wale wanawake unakuta analazimisha mambo kwamba lazima mwanaume afanye, lazima afanye, lazima hiki nataka, lazima. Hiyo sio kiasi, hiyo ni fujo inaitwa. Huko ni kukosa nini? Uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumza hapa, anazungumza na amewazungumzia sana wanawake kwa kirefu sana, kwa sababu anajua jinsi walivyo. Tamaa, kutokuwa na kiasi, mashindano. Wanawake wana mashindano. Mimi nionekane, mimi hivi. Sasa hiyo sio tabia mbele za Mungu. Ukitaka kuwa mwanamke mwema mbele za Mungu, ambaye Mungu alikuwa anamtarajia aende kuwa msaidizi, wewe nenda mbele za Mungu
Mwambie Mungu, naomba unipime. Kama kuna tabia yoyote ambayo haikufai wewe, naomba uiondoe kwangu. Unipatie tabia inakufaa wewe, ili nikamsaidie huyu ambaye umenipatia, nimsaidie. Sababu mwanamke unapewa msaidizi mmoja tu kwenye dunia, sio wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anakataza uasherati na uzinzi, kwa sababu anataka ujitunze, utulie mpaka ifike wakati ambapo Mungu atakwambia huyu msaidizi wako sio kwamba hayupo. Ukiona wewe umezaliwa mwanamke, tayari mwanaume alishakuepo. Yaani mwanaume tayari alishakuepo. Ila sasa msaidizi sasa anakuja baadaye. Kama ilivyoonekana kwa Adamu. Adamu alikuepo kwanza, Hawa hakuepo. Lakini baadaye ndio Mungu akamletea nani? Akamletea msaidizi. Kwa hiyo wewe kabla hujazaliwa tayari wako yupo. Ili uweze kumpata lazima ujiconnect na Mungu vizuri kabisa, ujiconnect na Mungu. Usipojiconnect na Mungu, ukajiconnect na shetani, atakuletea uharibifu mkubwa ambao mwisho wa siku utaishia kwenye nini? Majuto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivi ukijipamba kwa mavazi haya, mavazi ya kujisitiri, roho ya upendo, roho ya utulivu, roho ya utii, na ukakubali kufundishika, utakuja kupata kile kilichokuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mambo ambayo Mungu anataka tuyajue kuhusiana na wote. Maana hapa hajachagua. Cha kwanza amezungumza kwa ajili ya wote, lakini cha pili amezungumza kwa ajili ya wanaume, cha tatu amezungumza kwa ajili ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe.